tutatoa msimamo wetu kuelekea zoezi la uboreshaji la daftari la kudumu la wapiga kura. Kama mnavyojua, chaguzi zetu zimeongozwa na uovu mkubwa sana. Tumeshiriki chaguzi, na chaguzi hizi ambazo tumeshiriki zimeongozwa na maovu. Tukiangalia historia za uchaguzi tulizoshiriki kama vyama vya upinzani, tumeona kila mwaka wa uchaguzi maovu yanaendelea. Hivyo ni wajibu wetu sisi ambao tunaokemea maovu, watu wazuri kama sisi, viongozi wa vyama vya upinzani, kukemea na kusema yale maovu ambayo yanaendelea katika chaguzi zetu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kusema na kukemea matendo maovu ambayo yanaendelea katika chaguzi zetu. Nyinyi ni mashahidi kupitia kauli mbalimbali za viongozi wa CCM. Turejee kauli ya Samia Suluhu Hassan wakati huo akiwa makamu wa rais. Alizungumza hata wananchi wakipigia kura upinzani hawatatangazwa. Hiyo ni ishara, ni dalili ya kuonesha kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake haiko tayari kushiriki chaguzi huru, chaguzi ambazo zina demokrasia na kuleta ushindani. Lakini tumeona kauli za Kinana pamoja na Nape. Mheshimiwa Kinana wakati akiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alikiri wazi kwamba uchaguzi zitakazokuja hazitofanana na uchaguzi uliofanyika mwaka 2020. Lakini nyinyi mmekuwa mashahidi, tumejaribu kushiriki uchaguzi wa mwaka 2019, tumeshiriki uchaguzi wa mwaka 2024 wa serikali za mitaa. Tumeona ambacho tumekipata kutokana na mifumo mibovu ya usimamizi wa chaguzi zetu. Kwa hiyo sisi kama vyama vya upinzani tunakubaliana na kauli ya Profesa Assad ambaye alisema kwa hawezi kupiga kura tena katika nchi hii mpaka mifumo ya uendeshaji wa uchaguzi katika nchi hii itakapobadilika. Profesa Assad ni msomi mkubwa katika nchi yetu na ameshika nyadhifa mbalimbali katika nchi hii. Amekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mtu mkubwa kama huyo anaona shida kubwa ambayo ipo ndani ya nchi yetu, lakini watawala bado wameweka pamba masikioni. Tunawaambia wananchi, CCM haiheshimu tena wananchi wa taifa hili, hawaheshimu kura za wananchi wa taifa hili, kwa sababu wanachohitaji ni kuona process ya uchaguzi ikifanyika, lakini swala la kumchagua au kumpata kiongozi hilo linabaki mikononi mwao. Ndio maana leo hii tuna jiji kama la Dar es Salaam halina maji. Miaka 60 ya uhuru bado watu wanaoga kwenye visima, watu wanaoga mtoni. Lakini wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawawezi kusema kero za wananchi ambazo wamekutana nazo, kwa sababu wanaamini kabisa kwamba hawakupigiwa kura na wananchi, na hata walipopigiwa ubunge wao au kutokana na maamuzi ya wananchi. Hivyo basi sisi kama viongozi kushiriki zoezi la uandikishaji na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, kuhamasisha wananchi kushiriki, ni sawasawa na kuwalazimisha wananchi washiriki najisi katika mazingira ambayo tunaamini kabisa haki haitotendeka, mwananchi asaminiwe. Na tunaona viongozi wanaotokana na bunge letu hawatokani na maamuzi ya wananchi. Na sisi kama chama tunasema no reform, no election. Hatutashiriki uchaguzi wa aina yoyote mpaka pale tutakapoona mabadiliko
ya kikatiba na tume ya uchaguzi yakifanyika, ndipo tutashiriki uchaguzi wa mwaka 2025 na hata chaguzi nyingine. Tumeona nchi hii madhara ya CCM kupata wabunge ambao watokani na wananchi. Wenye nchi hatuna raha katika taifa letu, bali watu pekee ambao wenye raha ni Mama Samia na wageni na viongozi wao. Kwa hiyo sasa niwakaribishe viongozi wenzangu, na msemaji wetu mkubwa leo atakuwa mwenyekiti wetu wa Ubungo, Mheshimiwa Amos Maziku atazungumza, na baada ya hapo watazungumza baadhi ya viongozi kwa niaba ya majimbo yao, lakini pia tutakaribisha maswali baada ya mazungumzo ya viongozi wetu. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti wa Ubungo Amos Maziku, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi na waandishi wa habari ili tuweze kuendelea na kikao chetu. Karibu sana. Asante sana. Ndugu ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi tulioko hapa, na ndugu wa Tanzania wote ambao mnatufuatilia kupitia vyombo vya habari, najua tunaendelea na mfungo kwa wenzetu wa Islamu wako kwenye swaumu na wenzetu wa Kristo walioko kwenye kipindi cha Kwaresima. Ninawasalimu kwa salamu za chama, nikimshukuru Mungu sana kuweza kutupatia fursa ya kukutana kwa kupitia vyombo vya habari. Awali nimshukuru Mungu kwa baraka zake zote ambazo anatujalia kila siku. Tuna kila sababu ya kumshukuru kwa kutupatia afya na nguvu ili tuweze kusimama vyema. Lakini pili, niweze kumpongeza mwenyekiti wetu mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye sasa ana mwezi mmoja na nusu ofisini, na kwa kweli tunashukuru Mungu sana kwa kuweza kutupatia uongozi mpya. Lakini pia tumpongeze Mheshimiwa Katibu Mkuu John Mnyika kuweza kuchaguliwa pia kushika nafasi yake ya ukatibu. Tunapongeza wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa, na vile vile ni wapongeze wakurugenzi wa chama walioweza kuteuliwa na wataalamu wa chama kwenye ngazi ya taifa. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tulioweza kufika hapa tunawapongeza sana sana, na Mungu aweze kuwapa nguvu na hekima ya kuweza kukiongoza chama chetu vyema. Ndugu waandishi wa habari, leo tunakutana katika wakati muhimu sana ambapo tunaendelea na agenda yetu kama chama ya no reforms no election. No reforms no election. Viongozi wetu wa kitaifa, hususan mwenyekiti, yeye ni mwalimu mzuri sana, ameshaelezea kwa kina nini maana ya no reforms no election. Jambo hili nitajaribu kulieleza hapa pia kwa ajili tu ya faida ya wale ambao bado hawajaielewa vizuri au watu wanaotaka kujikumbusha pia, kwa sababu mwalimu wangu alinifundisha kwamba marudio ni mama wa mafanikio. Tunaposema no reforms no election, tunamaanisha kwamba pasipotokea mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi na sheria, tutahakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu, haufanyiki. Na ndio maana ya no reforms no election. Hata hivyo, pamoja na maana nyingine halisi ya neno hili no reforms no election, kwa hakika
kwa hali ya chaguzi ambazo huwa zinasema chaguzi, lakini kimsingi chaguzi hazifanyiki. Hizo sio chaguzi, bali huwa ni uchafuzi, geresha ambazo zinakuwepo katika kitu kinachoitwa uchaguzi, lakini kimsingi maana halisi ya uchaguzi ni pale ambapo wananchi watakapokuwa wanapewa nafasi ya kupiga kura na kura zao zinahesabiwa na mshindi wa kweli kutangazwa. Hiyo ndio maana halisi ya uchaguzi, na huo ndio uchaguzi tunaotamani kuuona katika taifa letu. Lakini niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, haki hazipewi, haki zinapiganiwa. Niwarudishe katika historia ya taifa letu. Kabla ya kupata uhuru wa Tanganyika, taifa letu lilikuwa chini ya usimamizi wa taifa la Uingereza, kwa maana kwamba Watanganyika watakapokuwa na uwezo wa kujitawala waweze kupewa uhuru wao, na hayo yalitokea baada ya mapigano makubwa sana ya vita ya dunia. Sasa pamoja na kwamba walipewa majukumu ya kutukabidhi uhuru tutakapokuwa tayari kujiongoza, lakini wale wenzetu wazungu wale hawakusema tu sasa tunawakabidhi, tumewaona mnaweza. Ilibidi wazee wale waupiganie uhuru kuweza kuupata. Kwa hakika katika presi ya leo tunadhihirisha wazi kwamba uhuru wa wananchi tunahitaji kuudai upya, na mifumo ya kiuchaguzi ilikuwa ni nafasi nzuri sana ya Watanzania kuweza kubadilishana madaraka pale ambapo wananchi wanasema bana, wewe tumeshatosha, tunataka tukutoe. Hiyo ndio nguvu ya mwajiri, lakini mwajiri sasa hana nguvu tena ya kuweza kushughulika na hao ambao amewaweka madarakani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, kwa umoja wetu tunahitaji kushikamana kuzuia udhalimu mkubwa ambao unafanywa na chama tawala kwa namna ya kutoheshimu hata sheria hizo zilizopo, na kutengeneza sheria zingine ambazo ni kandamizi. Jaribu kuangalia kwenye uchaguzi kuanzia mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunaona zaidi ya 90% ya wagombea wetu wa Chadema walikatwa majina. Sasa tunafanya uchaguzi au ni maigizo, alafu ukiwauliza bajeti iliyotumika kwenye uchaguzi huo unaambiwa ni mamilioni ya shilingi. Kwa hiyo ni matumizi mabaya ya rasilimali za taifa letu la Tanzania. Tunataka kama ni uchaguzi uwe uchaguzi, watu wenye competence waweze kushika madaraka. Kwa watu wanaofuatilia michezo wanafahamu umuhimu wa kuchagua talent, umuhimu wa kuchagua watu wenye vipaji, na ndivyo hapo unaweza kuona kitu kizuri kinafanyika. Ili tupate viongozi imara, viongozi thabiti, ni lazima mifumo yetu iwe na uwezo wa kuwaruhusu watu wenye uwezo, waliopimwa wakapimika, ambao wananchi wanawaamini waweze kuwatumikia Watanzania. Kwa bahati mbaya sana kwa sasa mambo si hayo, na ndio maana kama ndugu yangu katibu wa mkoa wa Ilala alivyosema, ndugu yetu Nape yalimtoka yaliyoko moyoni, akazungumza kwamba kushinda inategemea ni nani anayetangaza. Yule ni kijana wa kwenye chama kile kwa muda mwingi sana aliyezungumza. Kwa vyovyote vile ni vizuri tukamsikiliza. Sasa ikiwa hivyo kwamba mapenzi ya yule anayetangaza ndio uamuzi, wananchi wana haja gani ya kuja kupiga kura? Na sasa tunawaambia kwamba zoezi la kuandikisha wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam wanatakiwa waanze kesho. Ili iweje? Wajiandikishe kwamba waende kwenye zoezi ambalo kwa hakika kura zao hazitaheshimiwa. Na ndio maana katika vikao vyetu tulivyovifanya siku hizi hivi karibuni, tumedhamiria dhahiri kwamba hatutatoa ushirikiano kwenye swala hili la uandikishaji wa wapiga kura, wanachama wetu na wapenzi wetu na ndugu zetu. Hakuna sababu ya kupoteza muda kwenda kujisajili kwenye daftari ambalo kwa hakika tunataka hilo daftari lenyewe lifanywe mabadiliko. Tunaposema reforms ni pamoja na hilo daftari lenyewe la tume ya uchaguzi liweze kufumuliwa, liweze kuandikishwa upya. Huo ndio msimamo wa chama. Msimamo wa chama chetu ni kuhakikisha kwamba lile daftari la wapiga kura, watu sahihi walioko mle ndani waandikishwe, lakini pili, tuwe na uwezo wa kulifikia daftari hilo bila mizengwe. Kwa sasa hivi ukienda tume ya uchaguzi ukasema naomba daftari la wapiga kura, jaribu kufanya hivyo kama utapewa. Kwa ndugu zanguni, mimi naamini kabisa kwamba kwa umoja wetu kama Watanzania tunayo nguvu
na tunayo sababu ya kutosha kusema kwamba CCM sasa ni muda wake kuondoka. Wamefanya kazi na wamechoka. Ni kipindi cha mabadiliko. Tunahitaji kwenda kwa kasi zaidi kulingana na mahitaji yetu. Taifa letu limebarikiwa neema nyingi sana. Tuna hali ya hewa nzuri kwa hali ya kawaida. Lakini nenda kaangalie hali ya wakulima. Ukienda kuangalia hali ya wakulima walio wengi utawahurumia. Kila mwaka wanalima, mazao ni kidogo. Nyenzo duni za kutumia katika kilimo. Katika taifa lenye teknolojia kwa sasa tutakiwa wakulima wetu waweze kutumia nyenzo za kisasa kama matrekta. Sasa jaribu kuangalia matumizi mabaya ya serikali. Matumizi mabaya ya serikali kwenye masuala ya chaguzi. Tunaharibu na kuweza kushindwa kuwatetea watu wetu ambao wanaangamia kwenye vijiji. Angalia hali ya chakula nchini kwa sasa. Na hali ya hewa mwaka huu imeenda vibaya. Kwa hakika utawahudumia watu wetu. Watu wana njaa. Naenda kaangalie gharama ya vyakula. Kama ni taifa lenye usimamizi mzuri, utakuta kila mahali kuna ghala la chakula. Chakula kikipungua, serikali inahakikisha kwamba maghala yanafunguliwa. Hiyo ndio maana ya hekima. Tukifuatilia kwenye maandiko matakatifu, kuna mtu mmoja anatajwa kuwa Yosefu alimshauri Farao kutunza akiba ya chakula. Kwa sababu aliweza kuona mbele kwa miaka 7 zaidi. Akashauri kwamba chakula kiwekwe kwenye gara ili taifa likipata njaa wananchi wake waweze kupata. Lakini watu wetu wana shida sana ya hali ya chakula. Kwa hiyo ndugu zetu, tusimame imara kwa makundi yetu. Watu wote walioko serikalini, wakulima, wanafunzi, vyama vya siasa mbalimbali, ikiwemo watu walio ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao wanahisi hawatendewi haki. Haki hunyanyua taifa. Wapo wengi ndani ya chama tawala wangetamani kuwe na demokrasia ya kweli. Na mimi naamini wapo wenye vipaji, lakini ni ngumu sana kupenya. Majuzi kati tumeshuhudia hata katiba yenyewe ya Chama cha Mapinduzi haijafuatwa. Umekuta wameteua ghafla tu, na kuna mwanachama mmoja akalalamika kidogo akatupiliwa nje. Tunataka taifa lenye uhuru wa kujieleza. Tunataka taifa lenye uhuru wa kuzungumza. Watu waweze kusimama wenye kuzungumza yale wanayoyafikiria. Ndio maana mataifa yanayoendelea yanalinda sana haki za kujieleza. Kwa hiyo ndugu zangu, kazi ndio imeanza. Mimi mwenyekiti wa mkoa wa Ubungo kwa kushirikiana na viongozi wenzangu kwenye mikoa mbalimbali ndani ya Dar es Salaam, lakini pia na wale viongozi wenzangu kwenye mikoa yote Tanzania, tuweze kusimama na kuungana na kushikana mikono kusema hapana, 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 hapana kabisa. Mwaka huu tunataka kuona kwamba uchaguzi unakuwa ni uchaguzi wa tofauti. Hatutaki kuona yale yaliyotendeka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Unaona mtu anapeleka barua kwa mtendaji wa mtaa anamkata jina. Anamwambia kata rufaa. Unakata rufaa kwa mtendaji yule, anakata jina tena. Anakuambia kata rufaa. Na unakata rufaa kwa nani? Kwa katibu tawala wa wilaya. Katibu tawala ni mteule wa rais. Unafika kule na yeye anakata jina tena. Ndugu zangu, ni maajabu sana. Maajabu sana duniani ukisikia mambo haya. Kwa hiyo mimi nawahamasisha watu wote, wafanye biashara ambao pengine hawawezi wakashiriki kwenye siasa moja kwa moja, waweze kukisupport chama. Na ndio maana chama launch program inayoitwa Tone Tone. Chama chetu kimeweza launch program ambayo inaitwa Nimo, tuweze kuhakikisha kwamba tunakisupport chama kwa namna kadri tunavyoweza. Popote pale mimi naamini wewe unayenisikiliza unaweza ukashiriki siasa, aidha kwa kuchangia fedha yako, kwa kuweza kusema neno kwa kupitia vyombo vya habari, kwa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, aidha kwa kutoa usafiri. Na wale kwa kwenye maeneo mbalimbali mikoani, ni wasihi sana waunge mkono viongozi wetu walioko katika maeneo yao, aidha kwenye mkoa, kwenye wilaya, kuwapa support ili siasa hizi zinaenda kufikia level ya nyumba kwa nyumba. Tunataka jamaa zetu hawa wanyoshe mikono kabisa kwamba jamani, kwa kweli sasa ni wakati wa kuweka mambo sawa. Tuweke mambo vizuri. Na ndugu na siku zote wanasema tamaa huzaa dhambi, na dhambi ikikomaa huzaa mauti. Kuna dhambi nyingi zinaendelea, na mimi naamini kabisa kwamba sasa
tuweze kufata misingi ya utawala bora ili tuweze kwenda mbele, ndio taifa la kujivunia. Na baada ya kuzungumza hayo, niseme tu shukrani sana kwa kuweza kunisikiliza. Nirudishe maiki kwa moderator aweze kumleta mzungumzaji mwingine. Karibu sana. Asante. Asante Mheshimiwa Amos Maziku. Na kwa kukazia, sisi hatushiriki uchaguzi wowote mpaka mabadiliko ya katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Tunasema hivyo kwa sababu huo ndo msimamo wa chama chetu, na msimamo huo tunauishi na tutaulinda na tutautetea saa yoyote, wakati wowote. Na wale ambao wanatumika, wapo kwenye biashara ya kuuza majimbo, wakiamini kwamba tutashiriki uchaguzi, tunasema kwamba hatutoshiriki uchaguzi bila kufanya mabadiliko ya msingi. Na hiyo ndio message yetu ya no reform no election. Na kamati za no reform no election zitaundwa kuanzia ngazi ya mikoa, jimbo, kata mpaka matawi kwa ajili ya kutekeleza zoezi hili la no reform no election. Mheshimiwa Mwandika, uko tayari uzungumze na waandishi wa habari? Karibu. Asante. Kwanza nashukuru. Kwa majina anaitwa Mwandika Agustino, mwenyekiti wa wilaya ya Ubungo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Pia nashukuru kwa viongozi wenzangu. Kuna mambo mengi ya msingi wameyazungumza juu ya kikao chetu hiki hapa ofisini. Kabla sijazungumza na sijasema leo nataka niseme nini, niwakaribishe watu wote, kwa sababu hapa Ubungo ndio nyumbani. Karibuni, karibuni tuweze kuvitetea nchi yetu. Karibuni sana viongozi wenzangu mliotoka sehemu mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, mimi nina ajenda kadhaa, lakini kabla ya ajenda hizi nataka nisome, zisimame kwenye msingi wa neno la Mungu. Pia nina neno la kusema walao kabla sijaendelea. Nina maandiko mawili, nitaanza na la kwanza. Katika kitabu cha Kutoka sura ile 23 mstari wa 8, maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yanasema, nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao wanaoona na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Rushwa inapotoa, inapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Nataka nizungumze kidogo. Kwenye taifa letu kuna watu wengi sana wanapenda haki. Wanatamani nchi yetu iendeshwe kwa mujibu wa taratibu na sheria, ili haki tamalaki, watu wafurahie rasilimali mbalimbali zilizopo katika nchi yetu. Lakini kwa sababu kuna kipengele kinawapofucha macho, kwa hiyo miongoni mwa watu wengi wa haki wamekosa nafasi hiyo ya kufurahia, kwa sababu
kuna mkono wa rushwa wa kuwapofusha. Kwa nini nasema maneno haya? Sisi viongozi wa Chadema mkoa huu wa Dar es Salaam tuko hapa jioni ya leo kuzungumzia ajenda mahususi kabisa kwa ajili ya taifa letu. Kamati kuu yetu ilileta ajenda hiyo kwenye baraza kuu la chama likaipitisha kwamba kutokana na madhira tunayoyapata sisi Chadema, kutokana na mateso tunayoyapata sisi Chadema kwa miaka kadhaa katika chaguzi zetu kwenye nchi yetu, chama kwa pamoja kikatoka na kauli hii tulionayo leo ya no reform no election. Ni muhimu tukafahamu sisi tunayoipigania kauli hii ya no reform no election sio kwamba sisi tuna mioyo ya chuma. Sisi ni binadamu kama binadamu wengine, na tunajua consequences zake hii no reform no election. Wito wangu, kwa kuwa ni kauli ya chama na kauli hii imefanya tathmini kubwa na zenye data zisizo na shaka juu ya mateso na madhira tuliyopata sisi Chadema, kwa maana ya wagombea wetu, wanachama wetu, viongozi wetu, pamoja na mashabiki wetu ambao wanashabikia Chadema, tumejiridhisha ni heri tukapigania tupate mfumo bora na wa haki, ili tukiingia kwenye uchaguzi tufurahi. Hata ukishindwa ujue nimeshindwa kwa sababu nilieza wananchi kwa awamu hii sijakubalika au sera zangu hazijawakolea. Lakini tusishindwe kwa sababu kuna mtutu wa bunduki pembeni wa kututisha na kutuogopesha. Ndio maana sasa tumesimama, tunataka tuitekeleza hii no reform no election. Mheshimiwa Rais, unakumbuka makamu mwenyekiti wako baada ya vikao vyenu akauambia umma kwamba wewe na kamati yenu uko ndani. Yeye akaja kutuambia sisi ambao tulikuwa hatujui kwamba Mheshimiwa Rais yuko tayari kuhakikisha chaguzi zetu zitakuwa huru na haki, na atakayechaguliwa ndiye atakayekuwa kiongozi wa eneo husika kulingana na uchaguzi ulivyokwenda. Aliyasema haya Mheshimiwa Kinana, yako kwenye rekodi na wewe unajua. Sasa sisi watoto wako tunatokea, tunazungumza hivi, tunajua kwamba kwenye nchi hii mlezi wa vyama, mlezi wa yote yanayofanyika kwenye taifa hili ni wewe mama yetu. Ni kiongozi wetu mheshimiwa, lakini sisi tunakuita mama kwa sababu ni mama yetu pia. Lakini kaa ujue sisi tumeumia vya kutosha. Yale maneno yako ukamtuma Kinana yaseme, tumeingia kwenye uchaguzi Novemba. Miongoni mwa wagombea wetu wameenguliwa na wewe hilo unalijua. Sasa ile kauli ya Kinana ilikuja kutulagai, kutuongopea au unatuchukuliaje? Ndio maana tunaingangania no reform no election. Sio kwamba tunaingangania hiyo hatujui kwamba kutatokea nini. Tunajua unataka kushinda, utangazwe kuwa rais hata kwa chochote kitakachotokea. Hilo sisi tunalijua. Lakini ni vizuri ukapokea maono, ukapokea maelekezo na ushauri kwa watoto wako. Maana sisi ni watoto wako. Na tunataka sisi tunapenda tuingie kwenye uchaguzi. Lakini kwa mazingira yaliyopo hayaonyeshi sisi tutafanikiwa nini kwenye uchaguzi huo. Na kukumbusha, na nafikiri unalijua, umetoa kanuni katika makablasha umetoa kanuni ya maandalizi ya kujiandikisha na mambo kadha wa kadha. Katika kanuni zile hazina tofauti yoyote na kanuni zilizotoka kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Kuna mambo mengi mle yameelezwa ambayo yameegemea upande mmoja. Sasa kwa kanuni tu peke yake ambazo nyinyi wenyewe mmeziandika, na kwenye kanuni zile zimesema wazi, ikiwa kuna mwananchi wa kuandikishwa na katika huyo mwananchi na mwandikishaji
wakala wa chama chochote akimkataa mwananchi huyo kwa sababu mbalimbali, wedha sio raia, hastahili kuwa sehemu ya waandikishaji, lakini kanuni inasema mwandikishaji karani atakuwa na mamlaka ya kumwandika na hatafanyiwa chochote. Yaani hiyo tunaikompea na ile kanuni ya 50 ya kwenye zile kanuni za serikali za mtaa. Sasa hebu angalia mazingira kama hayo. Sisi tunaweka mawakala, wakala anatoa maelezo kwa mwandikishaji, lakini mwandikishaji ndio anapewa mamlaka kubwa ya kuamua kitu ambacho wakala kamueleza ukweli. Haya, hapo tu ni kujiandikisha. Atatangazwa mtu. Hilo moja. 2, sisi tunataka mabadiliko ya kisheria. Mabadiliko haya ya kisheria yatatusaidia kupata tume huru ya uchaguzi. Na mabadiliko haya ya kisheria yatatusaidia kufanya marekebisho ya kupata katiba mpya. Haya yote tunazunguka na vilaka vya nini? Na wewe ulikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Yote unayajua. Sasa sisi tunakukumbusha, tunajua unajua. Tunakukumbusha juu ya hilo, ndio tunalohitaji. La sivyo, manake wewe upendi sisi watoto wako tufurahi. Tutapigania hii kwa sababu tutakavyopigania hii hatutapigania katika mazingira kwa sababu wewe utakataa. Na sisi tutasema hakutakuwa na uchaguzi. Wewe unafikiri kitatokea nini? Mimi mtoto wako nakushauri usije ukawa rais na mikono yako ikawa imejaa damu. Haitakuwa na faida kwa sababu naye hata Mwenyezi Mungu hakubaliani na hayo. Kwa hiyo sisi hatuna mtutu, sisi hatuna chochote. Sisi mtutu wetu ni maneno, ushauri, ili tupite kwenye njia iliyo sahihi na watu wote waseme kweli tumefanya uchaguzi. Lakini wasiseme tumeingia kwenye matatizo. Hilo mimi kama mwandika natoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais, ujue hivyo. Ndio maana unaona tumekuja na hii no reform. No reform sio uadui. No reform sio vita. Wewe unayo kauli. Wewe ndo amiri jeshi mkuu, unayo kauli ya kusema kuna jambo hapa, hebu tuliangalie. Utajinusuru mikono yako ikawa safi. Kuliko kesho na kesho kutwa, kwa sababu umedhamiria utatangazwa, utakuwa rais, utakuwa kiongozi. Sasa jipime mwenyewe, utakuwa kiongozi wa haki? Utakuwa kiongozi uliyesimamia misingi ya kiimani? Maana wewe ni mcha Mungu mzuri. Je, utakuwa hivyo? Mwisho nitasoma tu andiko katika kitabu cha Mithali sura ile ya 17 mstari wa 23. Biblia inasema hivi: asiye haki hutoa rushwa kifuani ili kuzipotosha njia za hukumu. Sisi tumesimama kupigania hiyo haki. Kuna watu wengine wanaijua haki, watatokea na kutetea uovu. Message tunayoitoa kwa umma, tuungeni mkono, tuiambie serikali bila mabadiliko hakuna uchaguzi mzuri. Asanteni sana. Sasa nizamu ya kuongea Leonard Manyama, mwenyekiti wa jimbo la Kawe. Leonard Manyama, na ungesogea hapo katikati uweze kuzungumza.
Asanteni. Nadhani mengi yamezungumzwa, ni swala la kuongezea tu. Mimi naitwa Leonard Manyama, ni mwenyekiti wa jimbo la Kawe, lakini mimi ni mjumbe wa baraza kuu la chama chetu taifa, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama, kwa maana kwamba tunayozungumza kwa maana ya kusema msimamo wa chama, sisi sio wazungumzaji rasmi wa chama, lakini tunakazia kile ambacho chama tayari kinakuwa kimeshatolea ufafanuzi. Kwa chama kikiwa kimetoa msimamo, ni wajibu wetu sisi kutangaza huo msimamo na kuutekeleza. Kwa msimamo wetu sisi kama chama, kama alivyosema mwenyekiti wetu wa mkoa wa Ubungo na viongozi wengine waliotangulia kusema, hatutashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Kama serikali itaendelea kuwa chura kiziwi na kupuuza maneno ya maoni ya Watanzania ya kufanya mabadiliko mahususi kabisa katika mifumo yetu ya uchaguzi. Kwa hiyo kauli hii ya chama, nadhani kama mnakumbuka, ilitolewa tarehe 10 Desemba mwaka jana 2024 baada ya kikao cha kamati kuu kilichokuwa kimeteketi chini ya viongozi wetu waliokuwepo. Hasa baraza kuu tuliunga mkono, na mimi nikiwa mjumbe tuliunga mkono, na mkutano mkuu tukaunga mkono, tukapitisha hayo maamuzi. Kwa hiyo yanabaki kuwa maamuzi ya chama na sio maamuzi ya watu au kikundi cha watu au mtu binafsi. Ndio maana hata sisi tunajitokeza hadharani kuweza kuyatetea. Watu wanaojua uwajibikaji wa uongozi ni wale ambao wanasimama na kutetea kile kilichoamuliwa pamoja, hata kama ulikuwa ukubaliana nacho. Kwa hiyo msimamo wa kuunga mkono kwamba hatuwezi kushiriki uchaguzi ni msimamo wa chama, na kila mwanachama anapaswa kuunga mkono kwa namna yoyote ile, kwa sababu tulipitisha kwenye vikao halali vya chama na vikao vikubwa, na tungependa Watanzania waelewe hivyo kwamba hakuna mwanachadema ambaye anakwenda kinyume na msimamo huo kwamba hatutashiriki uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo kwenye mifumo ya uchaguzi. Sasa kesho kwa Dar es Salaam itakuwa ni uanzaji wa uboreshaji wa daftari la kupiga kura, la wapiga kura. Mimi ni waombe wana Dar es Salaam wasijitokeze kwenye kujiandikisha. Tunasema hivi kwa sababu tunatambua mikoa mingine wameshajiandikisha, lakini mikoa mingine walifanya wakati chama kilikuwa kijatoa tamko la bila mabadiliko hatuingii kwenye uchaguzi. Sasa msimamo huu umetoka mwaka jana. Pamoja na mambo mengine tulikuwa kwenye uchaguzi wa kitaifa. Sasa tulijielekeza kwenye uchaguzi wa kitaifa. Kwa sasa tumemaliza na tumejielekeza kwenye kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi ndani ya nchi yetu. Sasa kwa sababu limetukuta sisi wana Dar es Salaam na sisi ni sehemu ya viongozi, sisi tunawaomba wananchi wa Dar es Salaam wasijitokeze kwenye daftari hilo kama sehemu ya mkakati wetu wa kuwaonyesha Watanzania na dunia na watawala kwa ujumla kwamba hatutaki kushiriki uchaguzi pasipokuwa na mifumo, mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Sasa kuna watu wanaobeza msimamo huu kama wanavyobeza kina Makala. Makala anafanya comedy tu kwenye majukwaa anayopita. Anajifanya anatupenda sana sisi Chadema. Paka anatushauri kwamba tutakuwa sio sehemu ya chama cha upinzani ndio mwisho. Mimi kwanza huwa ninahoji sana uelewa wa viongozi wenzetu wa CCM huko. Yaani wao wanavyosema kwamba sisi tusiposhiriki uchaguzi ndio tutakuwa mwisho wa sisi kuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi hatutaki kuendelea kuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi tunataka kuchukua dola. Kwa hiyo hatuhitaji ushauri wa Makala ni nini tufanye ili tuendelee kuwepo chama kikuu cha sisi. Sio kipaumbele chetu sisi kuwa chama kikuu cha upinzani nchi. Kipaumbele cha Chadema ni kushika dola na kuliongoza taifa hili. Kwa hiyo kina Makala hawa tungewashauri waende BASATA, waunde chama cha comedy, halafu waanze kufanya comedy majukwaani huko kuliko kujifikiria kwamba wanaweza wakatushauri sisi. Sisi hatushauriwi na watu ambao wanakumbatia dhuluma. Ndio maana tuna msemo wetu sisi kama chama kwamba tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Waombe wana Dar es Salaam wasijitokeze kwenye daftari la kupiga uboreshaji wa daftari la kupiga kura, kwa sababu kuendelea kushiriki katika michakato yote hii kwa sisi Dar es Salaam
tutakuwa tunaunga mkono mauaji ya ndugu yetu Modestus Timbisimilwa aliyeuawa Ukonga mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa. Aliuawa ndugu yetu Modestus kwa sababu tu alikuwa anatimiza haki yake ya msingi ya kutaka kugombea na kuwa kiongozi, lakini kwa sababu dhambi yake ilikuwa ni kuwa Chadema au kuwa mpinzani, basi wabaya waliweza kumuua, na hakuna chochote kinachoendelea kwa sababu hatujaona chochote kinachofanyika. Yaani sisi Chadema imekuwa ni kwamba kuuawa ni kama vile zamu yako haijafika. Lakini sisi tunaamini hakuna atakayeishi milele. Tutajitokeza kupinga huu upuuzi hata kama ukitugharimu maisha yetu. Tukiendelea kujitokeza kwenye daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mauaji ya mzee wetu Ali Kibao aliyeuawa mwaka jana kabla hata ya uchaguzi wa serikali za mtaa. Tukijitokeza kesho watu wa Dar es Salaam katika kuunga mkono uboreshaji wa daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mkono mauaji ya ndugu yetu George Juma Mohamed wa Singida aliyeuawa mbele ya mke wake na watoto. Tukijitokeza wana Dar es Salaam kesho kuunga mkono uboreshaji wa daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mkono mauaji ya ndugu yetu Evaristo Charamila wa Momba kule Songwe aliyeuawa kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka jana. Kama chama tulipoteza ndugu zetu watatu waliouawa hadharani kwa sababu ya uchaguzi wa serikali ya mtaa, vijiji na vitongoji. Tutapoteza watu wangapi au tutakufa sisi watu wangapi tutakapokuwa tunaruhusu chama tena kwenda kwenye uchaguzi mkuu usiokuwa na maboresho ya mifumo ya uchaguzi, ambao watu wetu wanakufa kama kuku alafu nobody takes care, na hakuna anayejali. Kwa sisi tuwaombe viongozi wenzetu na tuwaombe wanachama wetu, tuwaombe na wananchi wa Dar es Salaam kwa ujumla kwamba uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ni mtego wa kuendelea kunyang'anya haki za watu katika kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwaombe sana watu wapuuze wito huu wa kuenda kuboresha daftari, wito unaotolewa na tume. Lakini pia mimi nataka niwaambie Watanzania, hii tume inasema inaboresha daftari la kupiga kura, inaandikisha watu ambao walikuwa hawajafika umri, na inaboresha taarifa za watu waliohama makazi na taarifa nyingine mbalimbali. Hii tume inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi iliyotungwa na bunge letu mwaka jana. Lakini hii tume katika utekelezaji wake wa majukumu inakinzana na katiba yetu ya nchi. Tume inaainisha, kwanza inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katiba yetu haitambui kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katiba yetu katika ibara ya 74 inaitambua kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa kitendo cha sheria kuitambua tume hii kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ili hali katiba ya nchi inaitambua kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tayari ni mkinzano. Majina mawili haya hayafanani kisheria, na kama hayafanani kisheria tunachukua jina linalosimama, jina halali ni jina la katiba ya nchi. Katika familia baba akiwa anaongea, mtoto hawezi tena kuzungumza. Sheria ni mtoto na baba ni katiba. Katiba inatambua tume kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo sheria iliyotengenezwa ni sheria batili. Inaiita sheria ya tume, inaitambua kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ili neno huru halipo kwenye katiba. Ndio maana sisi tunawaomba Watanzania, tunapigania haya mabadiliko. Kama wenzetu wameona inatakiwa kuitwa huru, basi sisi tunasema huo uhuru uende kwenye katiba. Tufanye mabadiliko ili katiba iseme kuna kitu kinaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na ndio maana utaona sheria inasema rais atateua mwenyekiti na makamu wake kutoka miongoni mwa majina yatakayokuwa yamependekezwa na kamati ya usaili. Hicho kitu hakitajwi na katiba, hakijulikani kabisa. Katiba haitambui masuala ya tume ya usaili. Katiba haitambui kupendekezewa majina rais atakateue kwenye kupendekezwa. Katiba inasema rais atateua mwenyekiti, haisemi atateua mwenyekiti kutoka sehemu fulani. Hakuna.
Sasa tuwezi kuwa na mifumo ya uchaguzi ambayo inajikanyaga kanyaga kwa mujibu wa sheria. Katiba isimame na tume hii ifanyiwe marekebisho kwa mujibu wa katiba. So tunadai mabadiliko, tunayoyadai ndo pamoja na kuondoa mikanganyiko kama hii. Twende kwenye mabadiliko, tufanye mabadiliko, katiba iitambue kwamba ni tume huru ya uchaguzi kwa maana ya uhuru kweli tunaoutaka, ili hao watu wa tume wafanye kazi zao kwa mujibu wa sheria. Sasa hivi wanafanya kazi zao kinyume cha katiba. Ndio maana tunaomba wananchi wa Dar es Salaam wasiwaunge mkono, kwa sababu hao watu wanafanya kazi kinyume na katiba ya nchi. Sasa mtu yote anayefanya kazi kinyume na katiba ya nchi, huyo anafanya kazi haramu. Sasa tunataka haya mabadiliko yafanyike ili taifa letu liende kwenye mifumo huru ya uchaguzi, ili tuweze kujua kitu tunachokizungumza ni kitu ambacho kiko kisheria. Ndugu zangu wa Tanzania na wana Dar es Salaam, tunahitaji pia watu wafahamu kwamba tunapokuwa tunasisitiza haya mambo, wala hatuna nia mbaya. Sisi tunalitakia taifa letu mema sana. Sisi tunaozungumza ukweli wa kujaribu kulinda uhai wa watu na uhai wetu sisi pia, tunakuwa tunalitakia taifa letu mema. Kwa tunaomba sana wenye mamlaka wasifikiri kila siku ni usiku. Giza linapozidi kuwa kubwa ndipo asubuhi inapokaribia. Mapambazuko huwa yanakuja baada ya giza kubwa sana. Kwa sisi tunawaomba kwa moyo mkunjufu kabisa kwamba kwa sasa inabidi tujue namna ya kufikia consensus, kufikia makubaliano ya taifa letu ili tuweze kufikisha haya mambo salama. Narudia kusema sisi tunasimamia msimamo wa chama. Msimamo wa chama ni bila mabadiliko ya kweli hatutaingia kwenye uchaguzi. Tafanya kila linalowezekana, na niwaombe kupitia nafasi hii Watanzania wote na wana Dar es Salaam kwamba tutakuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono ili tuweze kuzuia uchaguzi na mauaji yanayotokea na mambo mengine yote ya kidhalimu yanayotokea katika nchi hii. Sasa nisipoteze muda mwingi sana, niwashukuru sana Watanzania, niwashukuru wana Dar es Salaam, niwashukuru viongozi wangu wa chama mliofika katika nafasi katika tukio hili, ili tuweze kwa pamoja kuhitimisha kile ambacho tumekidhamiria cha kupata mabadiliko ya kweli katika mifumo ya uchaguzi. Asanteni sana. Asante Leonard Manyama, mwenyekiti wa jimbo la Kawe, kwa mchango wako. Tunaendelea na mchangiaji mwingine, dada Mary Sponsor Mbilini, mwenyekiti wa Task Force jimbo la Segerea. Tunakuomba ukaribie, sogea ukaribia. Mwacha kae. Njoo kae. Asante kiongozi. Ndugu wananchi, na mimi kwa jina naitwa Mary Sponsor Osmond Mbilinyi, mwenyekiti wa Task Force jimbo la Segerea. Nazidi kukazia neno au ujumbe wa chama chetu wa no reform, no reaction. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Na tunafanya hivi kwa sababu tumeshafanya chaguzi, nyinyi wenyewe waandishi wa habari na wananchi ni mashahidi. Tumefanya chaguzi mwaka 2019, 2024, lakini hakuna kinachotokea. Hakuna kutangazwa yule aliyeshinda. Kwa hiyo na wananchi wanaumia kwenye chaguzi hizi. Watu wanatekwa, watu wanapigwa, watu wanafungwa, lakini watu wanauawa. Ushahidi kama wenzangu walivyosema, uchaguzi tu uliopita wa serikali za mitaa, watu wameuawa.
kama walivyotajwa na wenzangu. Kwa hiyo tunasisitiza hatutaendelea kuleta maumivu kwa wananchi wetu, wakati tunajua hata kama tukiingia kwenye hizo chaguzi hakuna kutangazwa. Kama walivyotaja waliotangulia, watu wa CCM kama kina Nape wamesema kabisa hapo, hata kama kwa goli la mkono yani watashinda. Sasa tumeshuhudia watu wetu wameumia, wanazidi kuumia, na wengine wametekwa kwa sababu tu ya kusimama kwenye haki, ili kusimamia haki za wananchi wetu wa Tanzania. Hivyo ndugu wananchi, tunaposema no reform no reaction, tunaomba mtuelewe. Tumechoka maumivu na vifo na kufungwa kwa watu wetu wa Chadema, lakini na kwa wananchi ambao wanaunga mkono Chadema, wafanyabiashara wanaounga chama chetu ambacho kinasimamia haki wananyanyaswa. Kwa hiyo tutaendelea kusimama na no reform no reaction. Hakuna mabadiliko ya kanuni na sheria, hakutakuwa na uchaguzi. Niseme tu, kama watatuelewa viongozi wetu, wafate mfano wa uchaguzi tuliofanya sisi wa taifa. Tumefanya uchaguzi wa taifa kumchagua mwenyekiti wa taifa kwa haki, kwa huru na kwa uwazi. Kwa hiyo niko hapa nikisisitiza hilo, na wananchi tunaomba mtuelewe, sio kama tumesusia au kama tunasusia huu uchaguzi. Tumeona chaguzi hizi bila kulilia kupata hayo mabadiliko ya uhuru na haki, ina maana chaguzi zetu zitakuwa ni za kuumiza watu tu. Na sisi chama tutaendelea kukijenga, kusimama hata kama uchaguzi hautafanyika mwaka huu. Sio kama Chadema yani tutarudi nyuma. Mimi naona ndio tunajipa muda mzuri wa kusimama na kusonga mbele. Kwa sababu yote hii tumeona tunalilia haki kwa wananchi na kuwalinda kwa hayo yanayofanywa kwa sababu tu ya kusimama kwenye haki. Kwa hiyo no reform no reaction, hiyo ndio kauli yetu na tutasimama nayo. Lakini labda kabla sijafunga nipongeze tu mimi pia kama mwanamke, mkutano wetu wa wanawake wa kitaifa, siku ya wanawake ulifana. Kwa hiyo niwashukuru viongozi wa baraza la wanawake ambao walisimama kwa ajili ya kufanikisha mkutano wetu, na message ya mkutano wetu mliupata. Asanteni. No reform no reaction. Robert, karibu. Katibu wa jimbo la Ukonga ndugu Robert Mombo ataongea kwa niaba ya jimbo la Ukonga. Karibu. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, kwa niaba ya viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, tumesimama na kuliona kwamba swala hili la uchaguzi wa mwaka huu bila mabadiliko ya sheria na kanuni mbalimbali za uchaguzi hautaweza kuwa na jambo lolote jipya kwa wananchi na chama chetu cha Demokrasia ya Maendeleo. No reform no election ni msimamo wa chama cha Demokrasia ya Maendeleo kwa kuzingatia misingi ya haki na uhuru wa kila mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wa Tanzania, mabadiliko ya jamii na mabadiliko ya wakati ni lazima yaendane na fikira na wakati ambao watu sasa hivi wanaishi. Asilimia kubwa sasa ya Watanzania wengi wamemaliza vyuo vikuu, hawana ajira, na hata kupata ajira zenyewe bado hazieleweki. Sasa basi, mabadiliko ya jamii yoyote huwa yanaanzia kwenye fikra, hatimaye huingia kwenye suala zima la utekelezaji, ndipo tunapata matunda na matokeo.
Kwa nini tunasema no reforms, no election? Issue kubwa ni kwamba hizi reforms au mabadiliko ya kisheria yasipoweza kufanyiwa kazi, hakuna mabadiliko yoyote tena kwa mwananchi. Kwa nini? Kura ya mwananchi sasa hivi haithaminiwi, kwa sababu upige kura usipige kura, bado yule aliyetegemea kushinda atashinda. Ndio maana mkiangalia sasa hivi hali ya uandikishaji inakuja, lakini morali ya Watanzania hawana. Hawako tayari, kwa sababu wanajua yule aliyopendekezwa kuwa kiongozi katika eneo husika atakuwa kiongozi tu. Wamejiandikisha wao, hawajajiandikisha wao, yule aliyopendekezwa atakuwa kiongozi tu. Ndugu wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinasimama na msimamo huu kwa ajili ya maslahi ya jamii nzima, si kwa ajili ya maslahi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni sauti ya wasio na midomo. Ni sehemu ambayo takatifu kwa ajili ya kuwasemea wananchi wasiokuwa na uwezo wa kusema. Ndugu wananchi, tukitaka mabadiliko yatokee kwenye jamii zetu, hasa kwenye huduma za jamii kama hospitali, mashule, mabarabara na mambo mengine, ni lazima sisi wananchi tuanze kubadilika. Mabadiliko yetu yaje kulingana na mahitaji yetu. Kama tutaunga mkono kwenda kujiandikisha, maana yake tunaunga mkono zoezi zima la uchaguzi ambalo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimechagua kwamba hakitoshiriki uchaguzi endapo sheria na kanuni kuanzia mchakato mzima wa uchaguzi, uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura na mabadiliko yake, kampeni, kushiriki kupiga kura, usimamizi wa mawakala na utoaji wa matokeo, hatutoshiriki kuanzia hatua inayoanza kesho kwa ajili ya kulinda maslahi ya jamii nzima na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa ujumla. Lengo hili limekuja si kwa bahati mbaya, bali ni kutaka kuwatetea wananchi waweze kuchagua kiongozi wanayemtaka, na atakayetangazwa ni yule ambaye ameshinda. Hatusemi kwamba Chadema ndio ina viongozi ambao watashinda peke yake. Hapana, kwa sababu Chadema ina binadamu kama walivyo wa CCM. Kama ni kiongozi wa CCM ameshinda kwa haki, Chadema iko radhi, kwa sababu ni haki ya raia na haki ya mwananchi kumchagua ambaye anapendwa katika jamii husika. Lakini Chadema haiko tayari kuona mtu ambaye anatangazwa lakini hakushinda uchaguzi, au mbinu mbalimbali zimetokea mpaka kufika hatua za mwisho. Mfano, sasa hivi hapa tunaingia kwenye uandikishaji wa daftari na marekebisho ya daftari la kudumu la mpiga kura, lakini kuna baadhi ya vyama walishaanza kuandikisha watu wao mtaani kwa kutumia wajumbe wa nyumba kumi na watu mbalimbali, kuchukua namba za simu na kitu mbalimbali. Maana yake ni kwamba sheria bado haifuatwi kikatiba. Kwa ili sheria zote zirekebishwe na kuchukuliwa hatua zote za msingi, ni lazima tususie au tusishiriki hata kidogo swala zima na mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wa Tanzania, tumekuwa na upotoshaji mwingi sana kwa watu ambao aidha kwa maslahi binafsi au kwa maslahi yao binafsi na au ya jamii ya watu waliowatuma. Tumekuwa na janga kuu la wazao, uchawa. Tunatoa tamko, lakini watu kwa makusudi tu wanakuja kupuuza na kuwapotosha wananchi. Wanatumia vipawa vyao walivyowapatia Mungu katika kupotosha jamii, badala ya kuvitumia kuijenga jamii na kuiponya jamii. Wao wametumia vipawa vyao katika kuipotosha jamii. Na hasa, ndugu wa Tanzania, tusishiriki zoezi hili kwa niaba yetu binafsi, sio kwa kuokomoa serikali, bali kuiomba serikali na kuisisitiza serikali kusikiliza maoni ya wananchi, ili uchaguzi tunaofanya uwe huru na wa haki, atangazwe yule aliyeshinda
badala ya kutangaza yule ambaye wao wanamtaka. Ndugu wa Tanzania, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na ni Kwaresma, ni mwezi wa haki. Tunawaomba sana tupate haki ya kujishirikisha Mwenyezi Mungu katika kutenda haki. Hili swala ambalo tunalikataa sisi hapa halina haki. Maana yake ni kwamba halifuati utaratibu unaoweza kujenga kama Watanzania na umoja wetu. Ndugu wa Tanzania, sina mengi ya kusema. Wito wangu kwa jamii yetu, tuchukue hatua ili serikali ichukue hatua kutuhudumia. Tusipochukua hatua hizi madhubuti, serikali haitaona ulazima, kwa sababu haitaona kama sisi tuna uhitaji wa huduma za jamii kama jinsi ambavyo tunastahili. Tunalalamika barabara, tunalalamika maji, tunalalamika umeme na huduma mbalimbali za jamii. Ni kwa sababu tumekuwa watu wa kulalamika tu na sio watu wa kuchukua hatua. Asalamu alaykum, Bwana asifiwe. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na muda na wazungumzaji wetu karibuni 50% wamezungumza, sasa ningependa kukaribisha maswali. Kama kuna maswali tutayapokea na tutayajibu kwa kadri ya uwezo wetu. Kwa hiyo waandishi wa habari, kama mna maswali, tunapokea maswali. Swali moja ambalo lilikuwa kama naendana na mengine ambayo nitauliza, kwa kama nilipata dalili moja tu kwa limekaa vizuri. Chama chetu kimetoa msimamo kwa no reform election, ikieleza kwamba kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Nilikuwa nikiuliza swali mara kadhaa kwa wanachama wengi na viongozi, lakini sijapata majibu ambayo yanatosheleza. Na wasio wananchi kushiriki uchaguzi. Ikitokea reform, mimi mnahamasisha wananchi wasijiandikishe au hawajiandikisha. Reform zikatokea muda mchache kabla ya uchaguzi. Hamuoni kwa chama chenu itakuwa ni hasara kwa sababu hamtakuwa na watu wa kuwapigia kura? Jambo lingine, mnahamasisha watu kuchanga pesa hali ya kuwa hamshiriki uchaguzi. Hamuoni mnavunja watu moyo, kwa sababu juzi tunafanya kipindi kimoja miongoni mwa wananchi ambao wanasema kwamba sisi tunaipenda Chadema, alipokea Arusha na Moshi hili. Tunaipenda Chadema, tunataka Chadema tupigie kura kwenye uchaguzi. Lakini kama hawashiriki, maana yake sisi wanatuvunja moyo hata kusupport chama. Sasa hivi mnaambia hawa wanachama wenu wasishiriki kwenye uchaguzi, alafu pia mnataka pesa zao. Hamuoni kama mnavunja moyo? Maana yake wanashindwa kupata clear direction yenu au target yenu nini kukusanya pesa zao. Swali ni hapa. Ndugu waandishi wa habari, ngoja nianze kujibu hili swali la kwanza ambalo linauliza kwamba kama reform zikitokea miezi michache kabla ya uchaguzi, halafu watu wetu wengi wakawa hawajajiandikisha kwenye daftari la kupigia kura, hamuoni kwamba mtapata hasara? Ndugu mwandishi wa habari, tunapozungumza reforms zinahusisha pia daftari lenyewe la wapiga kura. Bila kufanya mabadiliko kwenye daftari la wapiga kura, bado reforms hazijakamilika. Tunatumaini kwamba iwapo kutatokea mabadiliko ya dhati kwenye mifumo ya kiuchaguzi, itaenda kuhusisha pia daftari. Maana yake uandikishaji wa wapiga kura utaanza upya. Wapiga kura wataandikishwa. Wewe jiulize, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura hapa Dar es Salaam limepangwa kuanza kesho tarehe 17 na lidumu kwa wiki moja.
miaka 5 yote imepita, watu wangapi wametimiza umri wa kuweza kupiga kura? Ni wangapi walioandikishwa? Wengine wameshafariki, wanapaswa kuondolewa kwenye daftari. Kwa hiyo kuna, kama ilivyojitokeza kipindi kile Magufuli alipoingia madarakani, alitafuta wafanyakazi hewa, akakuta kila mkoa kuna wafanyakazi hewa, kuna wapiga kura hewa wa kutosha kwenye daftari lilopo. Kwa hiyo tunahitaji kulifumua daftari hilo kama sehemu ya reforms. Tunahitaji kuona mkuu wa tume ya uchaguzi hateuliwi na rais. Tunahitaji kuona mkuu wa tume ya uchaguzi hawezi kuondolewa na rais kiurahisi. Tunahitaji tume ya uchaguzi yenye mfuko wa fedha, haihitaji kuomba hela kwa waziri mkuu. Hii tume ya uchaguzi ya sasa ili ipate hela inahitaji iende kwa waziri mkuu kupata hela. Tunahitaji tume huru, na kwa sasa hivi inavyoitwa tume huru ya uchaguzi na madudu inayofanya inasababisha hasira mara 4 kwa wananchi. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, tuko serious sana hili jambo na tutaweza kuliweka sawa. Ndugu yangu Leonard Manyama, una cha kuongezea hapo? Ya, asante mwenyekiti. Tuweke tu ili swala lijulikane kwa Watanzania. Wengi wana mashaka kama vile mabadiliko tunayoyapigania ni mabadiliko ya chips, kwamba zitakapokuwa zimeshaiva kutoka jikoni zinaleta tu mezani haraka haraka. Hatutaki nchi ya zimamoto kiasi hiki. Tunataka nchi ambayo tunazungumza lugha moja, tunaelewana. Hatutaki nchi inayoendeshwa kutoka mfukoni mwa watu. Tunataka mabadiliko ambayo yanaenda kugusa katika mifumo hii ya uchaguzi. Moja, kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa wetu wa Ubungo, ni pamoja na yani katika vitu tunavyopigania ni daftari hili la kupiga kura. Leo hii taarifa za hili daftari, yani ni sawa na kuangalia kama kwenda kuchukua silaha katika kituo cha polisi. Yani ni kitu ambacho ni nyeti kiasi ambacho sio kila mtu anaweza akakifikia. Yani wapiga kura ambao ni majina yetu sisi yanafichwa, utafikiri ni gara la silaha katika kituo cha polisi. Kwa hiyo hatuwezi tuseme kwamba tukipigania mabadiliko alafu yakatokea muda mfupi kabla ya uchaguzi. Hatutaki mabadiliko tunayopewa kama mkate. Tunapigania mabadiliko ambayo tunataka tuyafikie, tukubaliane wote kwamba sasa uchaguzi utaenda kwa mtindo huu. Uchaguzi sisi tuko tayari hata kuvumilia mwaka huu waongoze tu mpaka mwakani waongoze, hata kama ni miaka 3, 4, 5, ili mradi sisi tunataka uchaguzi huru na haki ambao watu wetu hawaendi kuuawa. Tunataka uchaguzi huru na haki ambao kura zetu haziendi kuibiwa. Tunataka uchaguzi huru na haki ambao mtu aliyeshinda anatangazwa sio kwa mtutu wa bunduki. Tunataka uchaguzi huru na haki ambao mtu yeyote anaweza akagombea na kampeni zake zikaheshimiwa na akapata kura na akapigiwa na zikahesabiwa na zikaonekana zimehesabika na akatangazwa kuwa mshindi kama ameweza kushinda. Kwa hiyo hatupiganii uchaguzi ambao tuna maboresho au mabadiliko ambayo yanakuja yanatokea mwisho wa siku anataka kama kwenye sahani ya ubwabwa tunaletea bana mabadiliko yako huku tayari njooni mle. Hatutaki mfumo huo. Tunataka na serikali tuelewe kwamba mabadiliko tunayopigania ni mabadiliko ya kuliweka huru taifa hili, kulitoa katika mikono ya watu wachache ambao wamelifanya kama miliki yao au kama familia zao. Asante sana mwenyekiti. Na cha kuongezea tu hapo, jaribu kutazama kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuna baadhi ya mitaa wapiga kura hawakufika hata 100 walioenda kupiga kura mwaka huu. Lakini wakati matokeo yanatangazwa unaambiwa wapiga kura 1500 wamepiga kura. Sasa ndio na wa challenge nyinyi waandishi wa habari katika mambo haya pia muwe mnafanya habari za uchunguzi. Kwa mfano watu wamepiga kura 20 tu, alafu kwenye hicho kituo wanakuja kutangaza kwamba watu 1500 wamepiga kura. Kwa hiyo ndio maana kwamba haya mapambano si mapambano ya Chadema tu. Sisi tupo tunawakilisha nchi nzima kuwapigania Watanzania. Tunawapigania walimu wanaofanya kazi ngumu lakini mshahara ni kidogo. Tunawapigania madaktari wanaokesha mahospitalini lakini mshahara ni kidogo. Tunawapigania wafanyabiashara ambao wanapambana lakini kodi ziko nyingi kupitiliza. Tunawapigania wakulima wanaolima lakini wanakosa pembejeo. Tunawapigania wafanyabiashara wadogo wadogo wanaokimbizwa kila mahali kwenye barabara wakati serikali haitengenezi utamaduni mzuri wa namna gani watu wetu wanaweza kupata haki zao. Tunawapigania wananchi wote. Tunawapigania viongozi wa dini
wanaopata changamoto kwa sababu ya sheria mbovu. Wakiongea tu kidogo anaambia bana, wewe huna uraia, wewe sio raia wa Tanzania. Mambo kama hayo hatutaki kuyaona, na ni wajibu wetu sisi wa Tanzania, kwa sababu chama cha siasa ndiyo kimesajiliwa kisheria kuweza kupigania haki za kuweza kuongoza taifa. Kwa hiyo hili jambo ni la kwetu sote, na niwasihi sana Watanzania waendelee kujitokeza kwa kisa kama wanatoa fedha kwa wingi. Maana kulikuwa na swali la pili nitaunganisha kwa linalosema kwamba kama Watanzania wanatoa fedha zao kwa sasa, na mnasema kwamba iwapo kama hakuna mabadiliko nyinyi hamtaki kabisa uchaguzi uwepo. Ni kweli, kila mmoja achangie kila anachoweza. Anayeweza kuomba sana aombe sana, anayeweza kutoa muda wake atoe muda wake wa kutosha. Na mimi niseme tu kwamba tutatumia kila akili tuliyozaliwa nayo kuitoa CCM. Hapa kwa hakika hakuna namna. Mambo mazuri tushayaona mbele na tutapigania. Kama unaniongeza malizia. Ndugu waandishi wa habari, kwanza tuwashukuru kwa muda wenu ambao mmeutumia kuwa nasi, na mimi niseme neno moja la kumalizia. Huu mchezo ambao CCM wameanzisha wa kutaka kuendesha nchi bila kupitia ridhaa ya wananchi utaigharimu taifa hili. Nasema utaigharimu taifa hili. Tunawasihi wananchi wote, Watanzania wote, kama tunataka kuishi kwa heshima kwenye taifa letu, basi ni wakati wa kuikataa serikali ya Chama cha Mapinduzi na Mama Samia Suluhu Hassan. Msimamo wetu no reform, no election, na tushiriki uchaguzi bila kuwa na mabadiliko ya katiba na muundo wa tume ya uchaguzi. Na hatutawahamasisha wananchi kwenda kushiriki kwenye mchakato huu haramu ili tuwape uhalali Chama cha Mapinduzi kuendelea kutawala nchi hii. Tunawashukuru sana.